introduce themselves. We could be the visitors who are here, and I think it's important that you all know who the visitors are, and so that we are going to be interacting the rest of the day. So I won't take a lot of time. I want to ask my colleagues, principal secretaries, to introduce themselves. But before then, I think the governor should have welcomed us here. Where are you? Welcome us before you know who the visitors are. Karibu. Thank you, the Principal Secretary, for what we standing in for. Principal Secretary for Interior, the PTU team headed by Wakayo, and the PSCs, my fellow elected leaders, that is the members of Parliament, the County Assembly headed by the Speaker, and the leaders of Tharaka Nithi and our visitors. Good morning. Good morning. Welcome to Tharaka Nithi County, the county headquarters of Tharaka Nithi Kadwana. And before I introduce myself, I would wish to introduce the members of the team of the Engineer Francis Nyamu Kagwema. My CECs, can you please be upstanding? They are seated in various places, but I know them by name, all of them. That is Joe Kayidongo, the CEC in charge of agriculture. Engineer Mkanya, behind there, the CEC in charge of lands and physical planning. This is Engineer Giti, the CEC in charge of roads and infrastructure. That is Sheila Kigamka, CEC in charge of education, youth and gender. The County Secretary, Bonamishani Birichi. Dr. Duraku Montwariara, the CEC in charge of health in the county. And lastly but not least, the CEC in charge of administration, who works very closely with the national administration, Mr. Marota Abra. The chief officers who are around, can you just be standing please? There are so many and yet not Kanivi. I want to say thank you, because this particular place where we are standing is a new district or sub-county courtesy of the president. It's very rare that presidents goes to the ground to personally hand over the sub-counties. He personally came here himself, handed over the sub-county of Gamangombe, but unfortunately, Bonairungu, this sub-county has never been fully operationalized. It has its own pair of challenges. The DCC in charge literally walks from place to place. He does not have a car. He has no AIE. The only recruitment of teachers have not been done from here, leave alone recruitment of the other forces. The leadership and the people of Irapangombe sub-county, which is a brainchild of the president, feels that they are not a fully a district until those things have been addressed. So some of the things we'd like you to take back to, but it's important to mention as give you a microphone, which is very critical, that the sub-county existence was challenged in court by a leader who purports to support government and is seated here. Before you leave, it is important that in your leadership meeting to request that that case can be removed, because when you challenge a district that has been given by the president, you are challenging the president directly. Because I don't see any power to give a district, yet we go back to court and say it cannot be a district. Thank you very much. Mr. Kibicho is here. I'll tell him the concern you have raised. But we are going to discuss much more of this in the leaders' meeting in the afternoon. But however, we have had him. Let me ask Mr. Wakahi to kindly introduce the Presidential Delivery Unit Secretariat before I eventually ask my colleagues to introduce themselves. Then we have the team from the head office. We have Engineer Sylvia Kwamboka, Engineer Byron Buyu, who handles the infrastructure. We have Katra Sambili in the delivery of His Excellency the President's agenda for this country. Thank you very much, dear Chairman. Thank you very much. Let me now call upon my colleagues. Kindly, I don't want to introduce you. I want you to just stand up and come. We introduce our congregation kindly. And the last to introduce himself will be Professor Antiba.
because he is a son of this soil. Anwa Kareni Road. Then from there we shall see the road, the access to Chuka University Road. Then from there we shall go to Kirobia to see Kirobia Stadium. Then from there we shall go and see the Chogoria Vero Marima Kiriaini Road. Then from there we shall go and see Moraga TTI. Then from there we shall go and engage with Wanaichi in Baraza at the DCC grounds in Chuka. The fact that if we are asked, all of us have projects that we would wish to visit, they would not be practical for us to visit all the projects. But it is practical for us to discuss all the projects. So we are going to hopefully spend a little less time in the field visiting those projects so that we have more time to have discussions when we have the leaders meeting. So that then I have a list here of almost 31 projects that we need to go through, because we have to give a report on those 31 projects and our engagement with the leaders. So we will go through these projects once we are at the university, where we shall have our engagement. So in the interest of time, I am going to ask Beverly, Madam Sisi. We have an issue. You know, you gentlemen, you are the people who are coming to bring us the program from up there. The program needs to be driven by the leaders from here, so that it can be extremely all-inclusive. Stories hapa mashinani sisi tunajua. We have extremely very critical loads which are stored, which were allowed by His Excellency the President. You have a road called Keria Magutuni Kadwana, which is linking the main road from there to county headquarters here. The road was assigned, and even after assignment, the assignee has pulled out due to the issues attributed by Kera. So it is extremely critical. You cannot come to Tharaka Nithi County and fail to visit that road. So in Mara we have two, and I want to be very clear about that, and even the President knows it. Keria Magutuni Kadwana Road and Chogoria Wero Marima Road. Those are the most critical issues. Other issues will be revolving around those two roads. I end my submission. Keria Kadwana, since when it was launched in 2008, it is 1% complete. Why do you want to take us where they are 70% complete? My friend, tuheshimiane. Thank you very much. Sorry. My name is Junji Gitonga Murugara, MP for Tharaka. And Thank you. Sorry, when you engage, you could hear what I'm going to say, and that's going to fall by the wayside, as a result of which nobody is going to attend to it. And please, let's begin by saying this. I hope we are not here for a PR exercise. We are here for serious work that is going to reach His Excellency the President. Not just blushing over it and then suddenly we are told we have done the work when we have done nothing. Number one, we do not have the paperwork that seems to have the 31 projects which are going to be discussed today. How am I going to discuss anything on Tharaka when I do not know what you have in your documents? That's number one. Number two, in as much as roads are important, there is a very great problem for Tharaka, which is power supply. Water and power supply. And I just prayed that because the two PSs are here, Joseph Ilungo and Joseph Joroge, we would have made a slot to visit a water project for Tharaka where we are really suffering. Tharaka does not have any water whatsoever. Number two, we also don't have a lot of power. At 9%, I'm sorry, there is no other constituency in the country that has 9% connectivity. Number three, today we are doing national government. Matters that are delivered by His Excellency the President. We are not dealing with county matters. And we've got to give very little attention to county. We have our issues with the county. The county will invite us, we will talk to the county.
But today let us hear what Nairobi has brought to Tharaka, Mara and Chuka, because this is important. We are being crucified. Demonstrations after demonstrations every day. And now you come, you leave us with nothing. We be crucified the following day. Yeah. Thank you, madam. Because I know what you're doing at my event. Unakuanga kurudisha chini. PS msijali. Jua nimeona PS umeanza kushuka kidogo. The blood pressure zilikuwa zimepanda kidogo. Lakini tunataka kusema hivi. Let's say this. Watu wetu bila wajibu wanasema leo isikuwe ni kuongea nyingi, ikuwe ni kufanya kazi. Lakini PS mahali kuna makosa kidogo, mimi naona hii timu yako unge divide into 3 teams. Kwa sababu hii ni PS can report to the other one. PS ni PS. Hata tukiambia Irungu kuna shida ya barabara, si ataandika atapelekea kwa mtu wa barabara. So we would have divided the team into 3. Timu ya kwenda Tharaka, timu ya kwenda Mara, timu ya kukaa Chuka Gamba Ng'ombe. Kwa sababu ile timu inabaki Chuka Gamba Ng'ombe, so that we can have enough time together with the MCAs and other leaders tuzunguke Chuka Gamba Ng'ombe and they know our issues. Wajue Chuka Gamba Ng'ombe tuko na barabara inatoka Kibubua inakuja mpaka chini Muguni Tugururu ambayo iko na shida. Wajue watu wa Gamba Ng'ombe is hard to place kunanga maji. Kwa sababu tukikimbia hivyo tukua timu kubwa, we won't be able to cover the constituencies well. So mimi ningeomba PS ugawe timu yako into 3 teams. Ili sasa MCS wa Tharaka na mjumbe wa Tharaka na yule kiongozi mwingine ataka kwenda Tharaka wakuwe na enough time ya kuzunguka Tharaka hadi to discuss Tharaka issues. Lakini tukikimbia hivyo, if we learn around like that, like a headless chicken, tutakimbia hapa, tukimbia Vitunguu, Malimanti Road, tukimbia ingine na magari imekimbia alafu turudi Nairobi. So mimi ombi yangu PS, kwa sababu najua you want to take a good report to the president. Na tungetaka Tharaka Nithi ikuwe president alitumana huko na watu wakusaidika, kwa sababu sio tutapiga rais. Tukitoka hapa kama Njoroge nimezunguka kwa ofisi yake mara nyingi, kama watu wa Gamba Ng'ombe wakisema tunakuanga na transformers bila stima, itakuwa shida. Na those issues can be sorted, I'm sure they can be sorted. And that's why you people came. Amungekuja kama you didn't want to sort them out. Kama mnaenda na timu ya Kareke Mara, we will have enough time kuona hiyo barabara. Kareke anasema also touches my constituency half of it. Na sasa imekuwa na contractor wawili wakipewa wanatoka, wanapewa wanatoka. Hii barabara tunaenda Chuka Kareni iko na kesi imekaa kotini for over 7 years. Hiyo ndio ilikuwa barabara ya kwanza rais kurauch wakati alichaguliwa, and it links the county headquarters iko hapo. So badala ya story nyingi PS, mimi ningeomba muingie pale kwa county commissioner Dani na county commissioner na sisi viongozi, and we divide your team into 3 teams for the 3 constituencies ili tukue na time enough ya kuzunguka this county. Asante sana. Tunajua shida zetu. Hiyo unasema barabara, maji, stima, hiyo vitu 3 kwanza, it is very critical. Na bwana PS nakwambia hakuna PS ambaye hajakanyanga Tharaka Nithi County, wote wako hapa. Lakini today mmekuja nyinyi wote. They have been coming and nothing has been happening. Kwa hivyo tunasema pia ama kuambiwa kesho, sisi tunapigwa na wananchi kila siku kwa radio, kwa wapi, tunaulizwa nyinyi mnakaa na president huko, kwani nini inaendelea? But we appreciate you are here today. Wacha hii iwe ni mwisho, sio kila siku wanakuja na nothing is happening. Thank you. I'm happy that our governor welcomed the team to Tharaka Nithi, and I want to appreciate the fact that the president chose Tharaka Nithi as the first county. Tungepigia president makofi kwa kuchagua. Kile kidogo unapata is good to appreciate. So Bwana PS Lungu, we are happy the president chose. It's good we are talking when we are here. It is easier than talking in Nairobi, because we are saying what we are talking about. Like for example, the county commissioner is not talking on for herself. Where we are, we have this very good building. We have the government has put up this big building for the county commissioner, but the building doesn't have furniture. If we have the furniture, the county commissioner will be operating smoothly from here. So I'm requesting, because it's little money, having spent so much, why don't we look for furniture for this building so that the county commissioner starts operating? Are we together? And number 2, the outside of the building is Muchanga. If we can provide it for a couple of works, so that we have a good compound where the county commissioner operates from, we shall have a good compound in this place. And then beautification mambo ya tree planting and the rest, because there is a lot of heat.
We need to plan big budget so that she works comfortable. Otherwise, nikimalizia the MPs, for a long time we have complained that the president has not been coming to see us, but today we are happy when the president has heard from us. Thank you so much. Assistance, those are voices of reason, because these people, the leaders want to help you have your trip to be resourceful and have results. When you do programs from boardroom, when you go on the ground, it's always very good to do something called ground truthing. You lay it on the ground to see whether it fits what you discuss in the boardroom. And I would like to advise on that program, just one small bit, that I have heard you want to visit Shakariga Bitumbo Road. And I want to tell you that on the map, that road has been complete in Tharaka Nithi for the last 10 years. It was completed in 2013. Yes. The part that has been done recently is in Meru County. Therefore, it is no use being in a program. You can use that time to visit another program so that we can have those road visitors per se. Secondly, the PS roads need to have a better representation in this room. Those people for Kera and Kura you brought, my colleagues who we work very closely with, we are with them here every day and they have never made a difference. We want to see officers from Nairobi, especially the PS, so that those very pertinent issues about that have stalled because of the ministries and Kera and Kura, we can have them being prefected by the senior officers, not the same people who cause the problems. And I have nothing against the Kera and Kura, because also their hands are tied. And lastly, let me say, in that program, in the event that you find we don't have a lot of time, I think the Technical Training Institutes can always wait. We have 3 of them. There's one in Tharaka, there's one in Chukaiga Mahombe, actually where you get to pass as you go to Chuka University, then there's one from Ragara. Unless Miyuki has a different opinion. Yes. You need to go to Muslimwa and see that critical where we are stuck because of that problem. Otherwise, we'll give you 100% support. We are even ready as a county to airlift those officers you feel are very critical that they should go to all those places. We were that ready. We can hope you from Chukaiga Mangombe to Tharaka to Mara, where the rubber meets the road. Those who are very critical. Thank you very much. You people have an advantage because you know the county. What we have given you here is not exhaustive. And let me put a disclaimer that this does not stop any PS from coming here for a specific matter. We are going to call upon the 3 PSs mentioned, myself, PS Joroge, you are here, and the PS Professor Malinga. Yeah, those 3, I think it's by popular demand that we have to get back here, and then we go to the respective constituencies. Now you have added rats again. Okay, then the 4 of us. I think this is what I'm picking. Now, what we have here on this paper, I'm told we have completed projects, we have ongoing projects, and we also have some stalled projects. And I think we may not have managed to go to all of them. This is what was picked by the Presidential Delivery Unit. And I think instead of sharing ourselves, if we share out ourselves, we cannot share the county commissioner because we want to have with her also. We can't share the security. We cannot be able to go like that, like so. Kindly, I ask that you don't push us to share ourselves. The sharing ourselves, let it be another day. I want to come here on my own because of water matters, so that I can come to a specific constituency. Kama ni ya mheshimiwa, kama ni mama county ukitaka tuvuke na wewe. Now, I'm talking about on behalf of the other PSs also. I think we can come here individually if you demand, like you already demanded on the 4 of us. We have a program to come here and go around. So kindly, Mheshimiwa Governor and the MPs, allow that we run the program the way it was for today. It may not be perfect, but remember this is the first county we are touching, and we are running lessons now. That when we get to the next county, let's not have one program to run the whole county. Let's have a program that runs, and the video I think you are running also, so that you do not make a program for us from Nairobi. When we come to the ground, we are told something different. So kindly allow us to run it the way it is. Sio kama mtaturuhusu ama mtasema turudi Nairobi, mtaturuhusu. So I think
if you want us to engage on board, let us engage here. All the issues. Kwa hivyo tufanye mkutano hapa viongozi. Hatuna ndege. Mimi sina ndege. I think viongozi wa Tharaka Nithi the leaders of Tharaka Nithi, these are not complicated officers. Kindly allow us to have a chance to sample Tharaka Nithi the way we had planned. Tukimalizana nayo, tukirudi tena tutafanya vile ambavyo hapa sasa. Kama tutarudia hapa itakuwa hatujaona kitu, tutakaa hapa the whole day hatujaona kitu. Turuhusu tuone, at least we sample the project. We have had 3 leaders meetings with the members of parliament in Nairobi. The governor has been very many times to my office. The deputy governor has been to my office very many times. So give us an opportunity to go around and see Tharaka Nithi. Then we understand how Tharaka Nithi is. There is an animated discussion here. Mheshimiwa leo Daktari Engineer Karanja Kibichu, His Excellency the Governor wa Tharaka Nithi, His Excellency Muthomi Njuki, wabunge tunao leo Mheshimiwa Kareke Mbiuki, Mheshimiwa Murugara, Mheshimiwa Beatrice Kadha, waheshimiwa wabunge wa county, naona leo tuko wote. PS wale wametutembelea leo ambao ni wengi sana, na pia naona tuko na Deputy Governor Kagwima hapa leo. Tuko na former MP wa Tharaka Bwana Mbuzi na viongozi wako wengi, siwezi wataja kwa majina. Antumetu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikomwe. Mwabotuli. Basi. Nimeenda kugo. Antumetu nimeenda kugo. Na nigetumina ambago wacha kameme gakano wa mbere. Ndo wacha kameme gakano wa mbere giria tukabitia wira. Tulibamwe Antumetu. PS marama chetoko ko mundi ni maramo tinda gututuma mugitwira pato ni menda stima, pato ni menda barabara, pato ni menda lonche, lakini magacha magekara tukanambiria kinegene mugantu maringe ndiku. Tulibamwe Antumetu ko gutugatigwa twarie ndeto cietu cia mucie gatwarie ndeto cia maendeleo mundi. Wacha leo tuongee mambo ya barabara zetu, twarie ndeto cia lonche wetu, twarie ndeto cia cibitari cietu, twatigwa tule Tharaka Nithi tukanarie ndeto ciao cietu. Na no tutekamwe muthiete no aturuhusu atu mama makathie tukana tigwa twarie ni cinge tukwenda kugetatia kwaria. Engineer Karanja Kibichu, najua wewe ni mtu wa kutoka Kirinyaga, unasikia kidogo vile nasema, lakini nilikuwa naambia wananchi wakiona Karanja Kibichu amefika Tharaka Nithi leo mwanona PS 20 bamuringi koguna nimeenda kumwira gutwathiuruko muthi na niyo report tumuleterete kwina mauntu na into nyingi cioneka cia Tharaka Nithi county. Tulibamwe Antumetu
kwina njira cioneka, kwina runti ruoneka, kwina mauntu mengi moneka no mundi na tutikende kuthukia wale tuthiete gukinyia ki mwisho turi bamwe andu metu na mundu akienda kuthukia thoni athukagia kamora na nimenda kuga tuthikanirie Carlos riu kenda turuta wira kubua finally kenda twambiria kwaririo ni atongoria nimenda kuga atiri tugwitikaniria umuthi twarie ndeto cia maendeleo niega na twetikaniria twarie maendeleo basi. Injinia hao watu wamekubaliana leo hakuna siasa. Yule mtu anataka mkutano yake ya siasa atabaki aite mkutano yake ya siasa. Hapa ni kwangu tuke Gamba Ng'ombe na ningetaka leo tupate maendeleo, si siasa kidogo. Nimeenda tuige mbeba mwe tukaribishe mjumbe wa Tharaka Mheshimiwa Gigi Gitonga tusalimie. Karibu sana. But before I do that, let me say one or two things. Tulianza Tharaka. Record 15 minutes in our whole constituency. Na nimepata intelligence from there that the people of Tharaka are not happy. Because we took 15 minutes to only see one stored project being a road. There was nothing else to see in Tharaka. Absolutely nothing. Na hiyo iwezi kuwa ile maendeleo imeleta Dr. Kibicho na whole host of PSs, especially for Tharaka constituency. Dr. Karanja, tuko na PS Irungu hapa. Tafadhali let him do a major project of water in Tharaka. We have PS Joseph Njoroge wa electricity, steamer. Tharaka has only 9% of electricity connectivity, and that is not acceptable. Even when you report that to the government, to His Excellency the President, he will say it is unfair to Tharaka. Joseph is here, PS. I will be visiting him, but please, as chairman, let him look upon Tharaka with his two eyes, and ensure we have electricity. Number 3, the state of roads in Tharaka is pathetic. Kusema kweli tulienda Tharaka, but none of your PSs saw tarmac with his eyes. Because we were to go all the way to Maribanti. We never went to Maribanti. So they never saw any tarmac. Number 2, it looks like when the roads are tarmacked from Meru County and they approach Tharaka, they now become shy and they cannot go a kilometer more into Tharaka. And today I've made a special plea, Bwana Karanja, to the Ministry of Roads. Let me have at least 2 roads in Tharaka being extensions from Meru to connect the main road which is under construction. And those roads are Meomponi, Mkondi, Katunga Junction and Maribanti, Kibunga, Mitungu Road. The rest I will ask you for tomorrow. And finally, we have the PS for lands here. While the rest of Tharaka Nithi has no problem with the land, the whole of the problems of land that you hear in Tharaka Nithi and Meru County is in Tharaka constituency. A place where title deeds are foreign. A place where you hear of squabbles between one county and another county over land. You hear a whole leader from Meru saying, my people of Meru have title deeds, but they do not know where the shambas in Tharaka are. You wonder how anyone can have a title deed of a land that he does not know. Sir, PS Muragweni is here. We have a land registry in Tharaka. It is the high time we saturated Tharaka with the title deeds to everybody on every piece of land. With those few remarks, I have put across the case for Tharaka, and I urge the government to consider the case of Tharaka in a unique manner, because Tharaka is not only marginalized, Tharaka has been left behind, and Tharaka deserves to be like the rest of Kenya. May God bless you. Bwana Gigi, niseme tukifika hapo nataka kukaribisha kiongozi mwingine, mama yetu wa county, Madam Beatrice Nkadha akuja tusalimie. Tukaribishe mama yetu ya county. All the PSs here today, all our guests,
my colleagues in parliament, MCAs, and all protocols observed, and Bwana Yesu asifiwe. Mugeni, wasa niseme ni asanti na niambie our chief guest today, we really appreciate. President ameonelea atume PS ambaye anasimamia project za Kenya mzima. Na tumefurahia leo kuwa Tharaka Nithi County ndio ya kwanza kutembelewa na viongozi hawa kutoka national government. Simpigie president wetu makofi. Vile tumetembea na yeye na hao wote tumewambia masinda zile tuko nazo na zile nyinyi mnajua ambazo ni za barabara, za maji, za stima na za kila kitu wameona. And our PS ukasema for money zingine sianze kufanya kazi. Hiyo tunafurahia sana. Lakini tunasema wacha tufuatilie manake za zingine. Wengine wanakuja tunaongea tunatembea lakini nothing happens. But for sure today I know something is going to happen. Because you are here, you have come yourself. You have seen Tharaka Nithi County vile iko. Hata kama ukufika pale Malimanti na Tharaka na North upande ule mwingine, mahali kuna shinda zaidi, najua utarudi siku nyingine. Tharaka Nithi County we have so many challenges. Lakini nataka pia kuambia viongozi wetu wa Tharaka Nithi County, for us to go forward, we need to work together as a team. Mpaka tuwe tunaketi chini, tunajua shida zetu ziko upande gani. Mpaka tuulizane maswali kuanzia wa governor, mama county, MPs na MCAs na all the stakeholders wote, ndio tuweze kupeleka Tharaka Nithi County mbele. Hakuna watu watatoka mahali pengine any other county kuja tukutengenezea sisi Tharaka Nithi County. Ni sisi viongozi, na kama mmoja atakuwa anaenda kando hii, mwingine kando ile nyingine, we never go far. Kwa hivyo I want to urge you, watu wetu tuwe watulivu na tuendelee kuombea Kenya, kuombea Tharaka Nithi County. Tuko na mashinda mingi, lakini Mungu atasaidia sisi. Manake kwa sababu ya wakati tunafurahia sana kwa vile mmekuwa watulivu, na tutaendelea kuongeleshana, kuangalia mazida zetu ndio tuweze kutatua. Na niko na salamu hiyo ninawapatia ya president na deputy president. May God bless you so much. Thank you. Nataka tuweke makofi pamoja tukaribishe Mheshimiwa Senior Kareke Biuki ambaye walipeleka hiyo sub county kotini wakitumia proxies, na kila wakati Madam Commissioner huenda kuitika case hapa on behalf of CS Matiang'i kwa sababu ya sub county ya Igambang'ombe. Wale viongozi ambaye hawezi fikiwa Kenya hii, kama president amepeana sub county, wewe ni nani wa kwenda kotini kupinga sub county ambaye president amepeana? Ya mwisho, Bwana Kilichu, hiyo sub county nimekuja kwako tukiwa na mjumbe, tukakwambia iko shida kidogo kwa sababu kuna one location ambayo iko kwa sub county mbili. Location ya Karingani inaanzanga hapa university inaenda mpaka Kageri kule chini ya Kanwa. Kwa hivyo mtu wa Karingani hapa university ama Ndagani akitaka kwenda kuona chief huwa anaenda kuona chief Igambang'ombe sub county. Kwa hivyo tungeomba hiyo location ikatwe mara mbili officially, kukuwe na Mariani location na Karingani location na ikawe chief yake, ili kukuwe na chief ambaye ni wa Igambang'ombe na mwingine ni wa sub county hii ambayo inaitwa Meru South, ambaye tunaomba sisi tukiwa viongozi wa Tharaka Nithi. Meru South ni ile district ya zamani ilikata kutoka Meru ikakaa ikizaa zingine, saa hii imezaa zingine mingi zaidi. Kwa hivyo tungeomba saa hii, kwa sababu ni kitu kidogo tu, Meru South sub county
iwache kuitwa Meru South Sub County, iitwe Chuka Sub County, kwa sababu hapo ndio iko. Ya mwisho ningesema shukran sana kwa Mheshimiwa Rais, na hata ingawa amekaa sana bila kutembea hapa, tunakuanga na yeye, lakini sasa hii kwa sababu mambo imekuwa kwamba miradi mingi sana iko karibu kuisha, tunakuomba waambie rais yeye mwenyewe akuje hapa afungue ile miradi ambayo itakuwa imeisha, ambaye alianzisha, because we love him and these are his people. Baraka constituency ni ukweli tumeenda dakika kidogo, na ningeomba tukirudi Nairobi tutume PS wa barabara, tutume PS wa maji, tutume PS wa mining hapo hapa. Nataka kushukuru kwa sababu ametupatia GIS lab kule Marimanti ambayo inatumika kupima madini yetu kule pali inaitwa Maragwa na pali ingine. It's a very big lab. Asante sana mheshimiwa. Wacha nimalizie kwa kusema Deputy Governor wangu wako hapa, Bwana Francis Nyamo Kagwema, tumpie makofi. Niko na CECs. Tuketi chini. Niko na CECs wetu ambaye wako hapa. Igamba Ng'ombe constituency iko na sub county mbili, Igamba Ng'ombe na Chuka. Tharaka constituency iko na sub county mbili saa hii, moja inaitwa Tharaka North, Tharaka South, na tumeomba ingine ya hapa katikati inaitwa Shakariga sub county ambayo haijapatikana. Constituency yetu ya Mara na iko na population kubwa sana. Haki ya mama iko na sub county moja tu. One constituency, one sub county. Tafadhali kurudi kwa ofisi, tumetembea nawe mpaka kule Magutuni kule pande nyingine. Pia wakati unapeana zingine, ambia rais pia apatie watu wa Mara sub county nyingine wakuwe na Mwembe na Mulambe sub county. Kwa maumengi nimegana mauga tugutuga President Uhuru Kenyatta auke alete mirandi yake au kile jambo ne. Wamesema kiufupi, we support the government and we will be waiting for the president. Asanteni na Mungu ambariki. Tuko tayari. Atupigie makofi kama karibu. Yesu wetu. Unena nasi. Karibu Tharaka Nithi. Karibu tena. Moja, fungua. Leo kabla niseme machache juu masaa pia imeelekea sana, ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kuwasalimia. Hamjambo? Mbona mnasalimika kama mmechoka? Tunajua ni saa 10. Hamjambo? Nimewaletea PSs kama 15. Inaonekana hamjafurahi. Nataka tufanye hivi. PSs na members wa ile kamati yetu inaitwa National Development Implementation Technical Committee, nataka mkuje hapa ndio niwajulishe watu wa Tharaka Nithi. Napenda sana. Hiyo ndio amesema. Sisi tuko hapa leo ikiwa ndio siku yetu ya kwanza kwa programu yenye tumeanza. Wale watu wenye ufuata programu za serikali ujua kuanzia mwaka jana 2019 rais wetu alianzisha program yenye iko na kamati ya mawaziri yenye inaitwa NDICC Development Implementation and Communication Committee, na hapo chini yake kuko na komiti nyingine yenye inaongozwa na principal secretaries inaitwa National Development Implementation Technical Committee yenye sisi kuanzia 2019 sisi hukutana kila wiki mara moja ndio tuongee mambo ya miradi yenye inaendelea huku kwa nchi yetu. Kutoka tuanze kukutana mpaka wa leo tumekutana 70 meetings tukiangalia program za serikali, tukiangalia projects za serikali, na kwa hizo projects
juu sisi hatuendagi mahali hakuna shida. Tukiwa kwa hiyo kamati kutoka tuanzishe, tumeangalia projects ile ya simiti na maji 1,500 kutoka tuanze kuangalia hizi projects Kenya mzima. Kwa hizo projects 1,500 yenye tumeangalia, projects karibu 1,200 zilikuwa ziko na shida, na hizo tumetatua. Na hiyo ndio sababu imefanya sisi leo tukuje, juu tukikaa Nairobi tunaletewa hadithi, tunaambiwa kunafanyika hivi, kunafanyika vile, tukaona leo ni lazima tujipeleke tujionee na macho yetu. Na nataka kushukuru watu wa Tharaka Nithi juu mmetupea nafasi, mmetupea ukaribisho mwema, na tumeangalia project na tukaona maana ya sisi kukuja hapa. Juu zile projects zote tumeona, na tumeona projects 9 hapa. Hakuna project tumetoka hapo bila kupeana jawabu ya vile hiyo project itaendelea, na tuko na county commissioner wetu hapa. Si mnajua huyu county commissioner? Mnampenda? Akisimama hapa mtamchagua? Usijaribu kusimama. Ako na amri kwa hizi projects 9, na hiyo amri inahusu wale contractor wanafanya kazi, wale wafanyikazi wa serikali wanafanya hapo, ile institution ya serikali iko hapo. Ndio kila project yenye nitataja hapa na nitazipitia haraka haraka. Ile wakati tumepeana, mkisikia mmoja wenu ameshikwa na huyu, msianze kupigia huyu kelele. Si ni kweli? Ndio project ziende mbele. Asante bwana Madam County Commissioner. Nimekuwa nikiambiwa maneno mengi na bwana Ntiba vile Tharaka Nithi saa zingine wasikii kama wako Kenya, vile Tharaka Nithi wanasikia wamefinyiliwa, na ndio sisi tukachagua Tharaka Nithi iwe station yetu ya kwanza, ndio nione na macho. Na bwana Ntiba, nataka kuhakikishia vile ulikuwa unasema nimeona ni kama kweli. Ijapokuwa ulikuwa unaongeza kachumvi kidogo, lakini ni kama iko na ukweli. Tumepita hapa, tunaambiwa hii ni barabara ilikuwa iko na rami, lakini sisi macho yetu haioni rami. Tumeambiwa hapa ungekuwa na maji, hatuoni maji. Kwa hivyo kwa hii miradi 9 yenye tumeangalia, juu asubuhi tulianza na barabara ya Kera ile inaitwa Chiakariga huko chini, na shida hiyo barabara tukaambiwa hiyo barabara ni hanging na inatakikana contractor yule ako hapo huko na missing link kutoka kwa hiyo barabara katikati ya Marimanti na Meru County, hiyo barabara iunganishwe. Tuliambiwa hivyo tulipoenda hapo, na tukasema tutaongea na watu wa infrastructure tuangalie kama hiyo section inasemwa ilikuwa kwa contract, na tukasema tutaleta majibu. Kwa hiyo iko ya pili, tulitoka hapo tukaenda kuangalia headquarters zile Tharaka Nithi, imepeleka mahali kunaita Kadhoane Kadhoana. Tukakuta nyumba iko na miti, iko inakaa kama ilikuwa inajengwa, na tukaambiwa hapo haiendelei juu iko pesa haijalipwa 32 million. Na tukasema iko 32 million haijalipwa saa hii, na certificate imepelekwa kwa PS Kihalangwa mwenye yako pale. Huyo amesema next week atakuwa amelipa. Najua atakuwa amelipa na kuanzia 100 hapo county commissioner amshike. Na tukakubaliana ikifika February gavana atakuwa anafanyia kazi kwa hiyo ofisi. Hiyo ni project. Tukatoka hapo
tukaenda kwa project ingine inaitwa Kanjoko Water Treatment Plant yenye ilifunguliwa na ikapeanwa ikiwa zawadi na First Lady. Tukakuta pump ilivunjika, mahali maji inatoka mto imekauka, na tukaambiwa hii pump imevunjika juu ya 50,000. Saa zile walisema 50, ilikuwa mimi kichwa imeniambia ni 50 million. Alafu tukasikia ni 50,000. Nikaambia bwana Wakahio mwenye yako hapa, tukitoka hapa hiyo project ikuwe na 50,000 ndio kesho tupigiwe simu hizo pump zinafanya kazi. Alafu tukaambia bwana Irungu huyu wa maji, na akakubali. Ama nakuwekelea bwana Irungu, si ni kweli? Tukasema juu ile maji iko mbali na mto ukauka, hapo wachimbe borehole yenye itakuwa inaingia kwa treatment plant, ndio hiyo program ikuwe na maji throughout. Na hiyo borehole Irungu utatuambia wakati inaanza, lakini alikubali, wizara yake itadig borehole ya kuwa saa zile mto haina maji, at least watu wako na alternative ya maji kutoka kwa borehole. Tukatoka hapo tukaenda kwa mahali inaitwa Chuka Kanwa Kareni Road. Hiyo tuliambiwa ilikuwa barabara, na tukaambiwa nyinyi watu wenu si watu wametoka India, si watu wametoka Amerikani, ni watu wenu. Wameenda kotini wakapinga hiyo barabara isiendelee kujengwa. Hiyo ni ukweli, si watu wa kutoka kwetu Kirinyaga. Kwetu sisi hatujui kujenga mabarabara. Tumesema hivi kwa hiyo barabara, Jumatatu na county commissioner tumemwambia vizuri vitu mbili ifanyike. Huyo mwenye anajenga hiyo barabara akuwe kwa site ama akuwe sale. Hiyo tumesema juu hatuwezi kubali mtu mmoja, one person, interest ya mtu mmoja ina override interest ya about 500,000 people of Tharaka Nithi County. Hiyo tumekataa. Na tukasema hivi juu nilisikia tukiwa hapo kukitajwa maneno kama PR, tumekuja PR, ajaribu kama tumekuja Tharaka Nithi PR, ajaribu asikue hapo Monday, tuone atakuwa wapi. Si county commissioner uko na amri. Tukatoka hapo tukaenda kwa access road ya Chuka University, hiyo barabara. Tukaambiwa shida yake iko watu wa Kenya Power walikuwa wameshika watu wa contractor juu walikuwa wanataka kugeuza power lines, na iko pipes za maji. Hiyo barabara iwezi endelea kabla ya power lines zitoke na kabla ya pipes ya maji itoke. Bwana Njoroge wa power anajua tumeamurisha ukifika Jumatatu, na nasikia amesema hata wameanza tukiwa hapa, hizo power lines zitoke kwa barabara na pipes zitoke kwa barabara, barabara ianze kujengwa. Na contractor anajua tukianza Monday, hata kuwa anatuambia hadithi ya relocation of services. Juu mwenye service ni Njoroge yako hapa, PS wa energy, na mwenye service ingine ni PS wa water, Irungu hako hapa, na wameamulisha watu wao with immediate effect waanze kuhamisha hizo services, ndio barabara isianze kukwama juu ya institutions zenye zina kuwa ni za serikali. Kenya Power ni watu wa serikali, watu wa maji ni watu wa serikali, barabara inafanywa na serikali. Sasa tunakaa kama watu wapuzi, tunapigana tu sisi. Na ndio tumeamurisha kukifika Monday hizo services zikuwe zimeanza kutolewa, ndio contractor asikuwe na kizingizio yoyote ya kutoendelea na kazi yake. Tukatoka hapo tukaenda Chuka Stadium. Chuka Stadium tukapata naye ilikwama. Iko vijana hapo wazuri, tunajua iko shida hapo na project consultant,
lakini iko pesa serikali haijalipa, lakini kijana amekuwa mzuri, tukamhakikishia sisi ile certificate ameleta miezi miwili iliyopita, hiyo tutamlipa, na akakubali kuanzia Monday atapeleka mashine zake tukiendelea kumlipa. Na tukakubaliana hivi na huyo kijana, tarehe 12 ya Disemba wanagavana utakuwa hapo Jamhuri Day, kama hiyo stadium imeisha, ndio kijana ametuambia. Tukatoka hapo tukaenda kwa Chogoria, Weru, Marima, Keriaini Road yenye iko na sections mbili. Section ya kwanza iko na kilomita 13 na section ya pili iko na kilomita 10. Tumesema hivi, hiyo kilomita 13 juu hiyo haina shida, itakuwa imemalizika by December, iwekwe rami black top December. Lakini kuko na kilomita 10 yenye iko na kesi. Hiyo kesi tumekubaliana tutachukua juu order za koti zimesema contractor asiingie hapo, ndio kuanzia Jumatatu within 2 weeks tumesema sisi ndio tutareport kwa watu wa Tharaka Nithi kwamba hiyo kesi imetoka, na pia watu wa Power na watu wa Kera pia hao waendelee na watoe zile services ziko kwa hiyo barabara inajengwa. Kutoka hapo tumeenda kwa Chogoria Water Supply Project. Hiyo tumeambiwa iwezi endelea juu iko kilomita 3 pipe iwezi pitia kwa Kenya Forest Services, na tumeambiwa ile kitu imebaki tu ni kuweka sahihi kwa waziri, na tumekubaliana tukirudi Nairobi sahihi itawekwa ndio ile shimo ya kuweka pipe imaliziwe. Alafu tumeongea pia juu hiyo maji si nyingi vile kutawekwa dam. Sasa tumekubaliana PS wa maji atatupea hiyo project ikiwa yote, ndio tuone ni pesa ngapi inahitajika kuweka dam upstream, ndio hata saa zile kuko na kiangazi kama sasa, maji ikikauka bado kuko na ile retention maji kwa dam, ndio watu waendelee kutumia maji. Ya mwisho tumeenda kwa project inaitwa Keria Magutuni. Hapa tunajua hii barabara haijaanza na tumeona 1% tu peke yake ndio imefanywa. Tumeambiwa contractor ako kwa site juu imepewa contractor mpya, ile pesa inatakikana 80 million. Tumekubaliana juu ilikuwa imepeanwa kwa yule contractor mzee, sisi wenyewe ndio tutafuata ipewe contractor mpya. Hizo projects 9 ndio tumefanya, na tunataka kuhakikishia nchi wa Tharaka Nithi hatukuwa tumekuja hapa sarakasi, tumekuja sisi kazi. Sisi si wanasiasa, sisi ni watu wa kufanyia rais kazi, na tutafanya kazi ya rais. Nimesikia hapa tumeambiwa mambo ya sub county, nimeisikia nimeambiwa iko hiyo sub county ni division na ni location Igamba Ng'ombe. Hiyo ni yangu, hiyo hata hatuulizi ruhusa. Sasa bwana gavana hiyo tutafuata, lakini bwana gavana ulichelewa kidogo. Ukisoma Kenya Gazette utapata location tumepeana, ile kitu imebaki ni kuandika chief. Hiyo misalignment ilikuwa yote tumecorrect. Ukisoma Kenya Gazette hiyo tumemaliza, lakini chief tutaanza county commissioner uangalie hizo zimekuwa gazetted, uannounce position ya chiefs, ndio hizo administrative units mpya tumeweka zianze kukua operational. Ule mtu umeona akikuja kuwhisper kwangu hapa ananiambia tumechelewa, lakini siwezi kubali kutoka hapa bila kusema kitu kingine kama mwananchi wa Kenya. Sasa ile maneno yote nitaongea si ya kujua vitu zingine watu wengine hawajui, kwa hivyo munisikilize kwa kimakini. Nitaongea tu dakika 5 juu ya hii nchi yetu. Juu hii nchi yetu hatuhami. Iko mtu anahama? Wewe kama unahama inua mkono. Mimi sihami. Iko mtu anahama? Nikiangalia hivyo sioni mkono.
Kwa hivyo sisi tuko na jukumu kuhakikisha hii nchi yetu inakaa na amani, hii nchi yetu inakaa kama nchi ya 2020. Tusianze kukaa kama nchi ya 1940. Mimi kwa wakati nimefanya kazi kwa Wizara ya Interior kuanzia 2016. Watu wa hapa mmeniona tukikuja hapa, hata tumefuta chief wenye walikuwa wanaachilia pombe ikunywe. Tumekuja hapa kufanya mambo mingi ndio watu wetu waanze kushika laini. Hatuwezi angalia hiyo kazi yote ikiingia kwa mtaro na ipigwe flash. Umekuwa PS wa Interior wakati hii nchi imekuwa na shida, wakati tulikuwa budget yetu nusu ni kununua tear gas, wakati Nairobi ilikuwa CBD, watu hawezi enda kazi, watoto wakiamuka ajui kama wataenda shule. Nimekuwa PS wa Interior, na mimi nikiongea kama mwananchi, nataka kushukuru rais kwa wisdom ya kuangalia hii nchi yetu itakaa namna gani hivi. Tuendelee na hizi project tunasema, tuendelee na hii maneno tunasema, kama tunaendelea kukimbia kwa barabara, kama kila wakati ni tear gas. Hata macho yangu ilikuwa imegeuka red. Tulikuwa na Bwana Irongo kwa hizo manyumba hapo. Macho yetu yote ilikuwa red juu Harambee House ni lazima tukunywe gas kila siku. Kila mwezi sisi tulikuwa tunatumia 10 million Kenya shillings ya kununulia police station ndio waende wakakimbizane na watu. Na nataka tusianze kusahau. Juu saa zingine tunakaa tunaanza kusahau. Tunaanza kusahau juu ya ile kitu inaitagwa convenience. Na nikiwa mwananchi wa Kenya nataka niwaangalie kwa uso, niwaambie ile kitu hasa nyinyi watu wa hapa na wa kwetu Kirinyaga na wale wengine ya maana kwetu. Ile kitu ya maana kwetu na inafaa ikuwe ya maana. Ni vipi sisi tutajenga institutions zenye hata tukikaa miaka 100, miaka 50, hiyo institution inahakikisha mtoto wako atakuwa na elimu, mtoto wako ako na future, inahakikisha wewe ukienda kulima miraa, ukienda kulima kahawa, ukienda kulima majani, iko protected na institution. Na ni lazima sisi wenyewe juu tuko karibu msimu ile inaambiwa kwa discussion. Let's introduce discussion. Ni lazima tuanze na discussion yenye iko na maana kwetu. Na hiyo discussion ni discussion yenye inaangalia vijana wetu. Vijana wetu ni nini tutawafanyia ndio hata akikaa hivi wale hata wako kwa miguu hatujazaa wako na future yenye iko secured, not because of whims of people but because institutions protect them. Hizo maswali ni lazima tuanze kuuliza na tuanze kuzungumzia hiyo maswali. Ni lazima tuanze kujiuliza sisi. Juu tumekaa miaka sasa karibu 7 tukiwa na devolved government. Tuanze kujiuliza wale MCA wamekuwa hapa na nataka kuwashukuru sana. Juu hao ndio wanalala kama hapa Tharaka Nithi, najua mko na wajumbe hapa, najua mko na MCAs, lakini wale watu labda watalala hapa ni MCA. Ni kweli? Yeah. Ni vipi institutions zetu zitaanza kuhakikisha hao MCAs wana respond, wako na empowerment ya kutibu ile shida ndogo ndogo mko nayo kwa village? Ni lazima tuangalie institution hiyo ni gani na tuanze kujiuliza ile discussion tuko naye inajibu hiyo swali. Ni lazima sisi wenyewe tuanze kujiuliza vijana wetu juu wamesoma, vijana wetu wako na talent. Ni nini inafanya hawa vijana wasipate kazi? Ni nini inafanya hata kijana akianza kazi yake iwezi kula birthday ya kwanza itakuwa imejifunga? Ni kwa sababu kijana akienda bank anaenda anaomba pesa na 13% akiwa na bahati, na kupewa hata hiyo pesa ni ngumu juu ataitishwa security, ataitishwa vitu hana.
ni nini tutafanya ndio huyo kijana akimaliza shule. Na tusianze kuambiwa na mdomo, ikuwe institutional kwamba whether mimi najulikana na mtu nikiwa kijana, rights zangu za credit, rights zangu za kukuza SME yangu ziko protected. Lazima hiyo mazungumzo tuanze, ndio tusianze kukua excited na vitu hazitusaidii. Tuanze kuuliza maswali magumu, na mimi naongea hivyo nikiwa citizen Kibicho. Mimi ni mzazi na kwetu ni Kirinyaga, niko na mtoto alisoma, niko na wengi si moja. Nataka kupeana example ya huyo moja. Amesoma na akaenda akapita, lakini akaambiwa juu ni mtoto wa Kibicho na Mkibicho ni wa Kirinyaga hawezi enda ile shule anataka ijapokuwa amepita. Ni lazima tukue na institution inahakikisha huyo mtoto wangu akifanya kazi yake ya kusoma, rights zake ziko protected ya kwenda ile shule, masomo yake. Ako na 408 marks na shule inachukua 350 na hawezi mchukua juu ni mtoto wangu. Ni lazima tujiulize maswali. Ile institution tunajenga inajibu hiyo, ndio tusianze kurukaruka na vitu zenye zitatutia kwa shida. Na huyu anaongea ni mnataka kurudia juu unajua hapa ni mmeangaliwa na kamera hapa mingi. Ni citizen Kibicho anaongea. Nataka niseme hivi, labda hata hapa kwa governor hauna mochari, most likely, na kama iko uko na bahati, wengi hawana. Tunaanza kublame governor hana mochari hana nini. It is because we are not institutionalizing some things. Tukienda kwa kugawanya pesa, governor analetewa pesa ngapi hapa ya kudeal na health? Governor analetewa pesa ngapi hapa ya kudeal na agriculture? Kidogo. Sasa tunaanza, ni lazima hiyo discussion tuanze. Ndio tukikutana kwa mikutano kama hii tuanze kusema reasonable things. Tusianze kuenda hivi tunaenda nyumbani ati tumechoka mikono kwa kuswing. Tukue tumejiuliza maswali ya maana yenye itatusaidia na isaidie watoto wetu. Tumekuwa juzi juu nataka kwenda nikimalizia nisiachwe na ndege hapa. Tumekuwa juzi na mjadala inaenda pale Senate ya kugawanya pesa. Imefanya gavana wakae bila pesa, hata wamepewa nafikiria jana juu gavana wenu huyu na seneta wenu ule yako hapa na seneta wake Kiambu ule hapo Kiambu mwenye ana represent watu milioni 2.4 na yule seneta ana represent watu 75,000. Nguvu yao ya sauti ni sawa. Ni lazima hii maswali tuanze kuzungumza. Hakuna vile wewe una represent watu 75,000 na mimi na represent watu 2.5 million na inua mkono na inakuwa na nguvu sawa. Hiyo ni lazima conversation tukue naye juu ni msimu wa conversation. Tunaelewana? Yeah. Naona mmenyamaza pin drop. Lakini ni lazima niwaambie ukweli, niko na responsibility kama PS mwenye akona DO, akona DC, akona chief ya kuwapea civic education.